Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tuanzie mashariki ambamo mapigano makali yanaendelea kati ya FARDC na ushirika wao dhidi ya wapiganaji wa Twirwaneho wanaoungwa mkono na jeshi la AFC M23 karibu na mji wa Minembwe. Hatima ya raia inazua wasiwasi mkubwa katika eneo hilo ambalo bado halifikiwi na mashirika ya kibinadamu. Kufuatilia kuzorota kwa hali ya usalama na vitisho vinavyoongezeka mipakani mwa eneo la Grand Katanga, Jenerali Edi Kapend ameweka jeshi la FARDC na polisi katika hali ya tahadhari ya juu, akitoa wito kutoka Lubumbashi wa kuwa makini, nizamu na uaminifu. Hujambo. Tuanze habari za leo huku Minembwe ambako hali ya wasiwasi bado ni kubwa katika minuko ya juu ya Minembwe katika eneo la Fizi, jimbo la Kivu Kusini, ambapo mapigano makali yanaendelea kati ya jeshi la Kongo FARDC na washirika wao dhidi ya wapiganaji wa Twirwaneho wanaoungwa mkono na jeshi la AFC M23. Wakati mapigano yakiendelea karibu na mji wa Minembwe, hatima ya raia inazua hofu kubwa katika eneo ambalo bado halifikiwi na wahudumu wa misaada ya kibinadamu. Hapa maelezo zaidi na Eketia Rugamika. Hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya katika Minembwe Centre katika eneo la Fizi, mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa DRC. Kulingana na vyanzo mbalimbali, jeshi la Kongo pamoja na jeshi la Burundi kwa kushirikiana na makundi ya wazalendo wameanzisha mashambulizi dhidi ya Minembwe, ambapo kuna wapiganaji wa Twirwaneho walioungana na AFC M23. Jumanne hii tarehe 16 Juni mwaka 2026, mapigano makali yameripotiwa katika vijiji kadhaa kama Kakenge, Lunundu, Kitavi, Tuoko na Kawera. Chanzo cha kiutawala kimethibitisha kuwa kuna mapigano makubwa kati ya pande mbili. Jeshi la Kongo na la Burundi pamoja na wazalendo wanajaribu kuzunguka Minembwe, eneo linalokaliwa zaidi na jamii ya Banyamulenge. Vyanzo vya ndani vinaripoti kuwa vijiji vinavyozunguka Minembwe vinachoma moto na jeshi la Kongo, la Burundi na la wazalendo. Hadi sasa hali ya raia haijulikani kwa sababu msaada wa kibinadamu haujaweza kufika eneo hilo tangu mwanzo wa mwaka wa 2026. Chama cha Maoro Peace kinachowaikalisha Wanyamulenge wanaoishi Marekani kimewaomba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kuomba jeshi la Burundi na FARDC wasitishe mashambulizi. MPA pia imeomba Marekani kuweka vikwazo dhidi ya Burundi na serikali la DRC, ikiwashutumu kwa mapigano wa mauaji dhidi ya Banyamulenge. Kulingana na Maoro Peace, watu wasiopungua 32 walijeruhiwa kati ya tarehe 8 na 11 Juni mwaka 2026 wakati wa mashambulizi. Idadi hiyo bado si ya mwisho kwa sababu mtandao na mawasiliano yamekatika eneo hilo. Kukabiliana na kuzorota kwa hali ya usalama nchini na vitisho vinavyoongezeka kwenye mipaka ya Grand Katanga, Jenerali Edi Kapend ameweka vitengo vya jeshi la Kongo FARDC na polisi katika hali ya tahadhari ya juu. Akiwa Lubumbashi, kamanda wa mkoa wa kijeshi wa 22 ametoa wito wa kuongezeka kwa umakini, nizamu na uaminifu. Hapa maelezo kamili na Blaise Basabose. Mbele ya wanajeshi wa FARDC na polisi ya taifa ya Kongo PNC, kiongozi huyo wa kijeshi alikumbusha kuwa jukumu la kwanza la vyombo vya usalama ni kulinda mipaka ya nchi na kutetea uhuru wa taifa, akisitiza umuhimu wa binidhamu, akisema kuwa ndiyo msingi mkuu wa jeshi lenye uwezo na taalum. Mbali na wito huo wa nidhamu, Jenerali Edi Kapend alitoa onyo kali dhidi ya tabia mbaya zinazojitokeza ndani ya baadhi ya vyombo vya usalama, akisema vitendo vya rushwa, usumbufu kwa wananchi, uporaji kwa kutumia silaha na makosa mengine yanayofanywa na baadhi ya askari, akisema kuwa havilingani
na maadili na wajibu wa wanajeshi na polisi. Uongozi wa jeshi pia ulithibitisha sera ya kutovumilia kabisa wahusika wa vitendo hivyo na kuahidi kuwa adhabu kali zitatolewa ili kurejesha imani ya wananchi na maadili ya taasisi za usalama. Akizungumzia hali ya usalama nchini DRC, Edi Kapenda alisema kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado inakabiliana na changamoto nyingi za kiusalama zinazohitaji umakini wa kudumu. Katika hali huo, aliwaita wanajeshi na polisi kuimarisha uaminifu wao kwa taifa na kukataa usaliti, ukabila na ubaguzi wa kikanda ambao unaweza kudhoofisha mshikamano wa vyombo vya ulinzi. Mbali na mapigano yanayoendelea mashariki mwa DRC, kati Twirwaneho, washirika wa M23 katika eneo la Fizi karibu na Tanganyika, tishio la wasi wa ADF NALU limeenea kutoka Ituri zidi jimbo la Ouele kaskazini mashariki mwa nchi. Waasi hao wenye asili la Uganda wameingia katika maeneo ya Wacha na Wamba ambapo mashambulizi zidi ya raia na mauaji yameripotiwa katika sheferi ya Kembo na kijiji cha Mboka Sika. Mashambulizi hayo yamesababisha maelfu ya wananchi kukimbia manyumba zao. Zidi ya watu 2900 wamekimbia manyumba katika Hotuele, huku takriban 700 wakipata hifadhi nchini Isiro, hasa katika eneo la Gasomo. Ripoti ya hivi karibuni ya Tume la Ulinzi wa Usalama ya Bunge ya Taifa imeonyesha hali ya usalama nchini na kutoa tahadhari kuhusu kuongezeka kwa shughuli za makundi ya waasi katika eneo la Grand Katanga. Ripoti hiyo pia imezungumzia kuibuka kwa kundi nyipya la waasi linaloitwa Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo. Kundi hilo lilifanya shambulizi katika makao makuu ya hifadhi ya taifa na Upemba huko Lusinga, ambapo watu kadhaa wakiwemo raia na walinzi wa hifadhi waliuawa. Pia silaha na risasi ziliporwa katika mashambulizi hiyo. Baada ya wiki moja ya ziara katika maeneo ya Ruchuru na Masisi, gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto amehitimisha kazi yake huko Kibarizo. Akiwa hapo, amewataka vijana kujitenga na FDLR na kujiunga kwa wingi na jeshi la AFC M23. Kuwa liwali wala kukuwa administrateur wala kukuwa kiongozi fulani, sisi tuko watumishi wa raia. Tunapasha tumia raia, tunapasha tumikia raia ulie tukue washefu wa raia. Hao wa raia population yenye unaona hapa ndio washefu yetu. Sisi hatuko washefu, sisi tuko watumishi wa raia yetu. Ndakumba eneo yetu kuna vijana wengi wenye wako nakimbia pamoja na FDLR na wale waviana ni wakongomani. FDLR na wadanganya kama inapigana na Watusi. Tulikuwa pamoja Mpati, raia yenye nateseka Mpati haiko Watusi, lakini FDLR inakuja na Wanyatura na Wazalendo wengine wote na wakina APSRS wanakuya uwa watu na wanakuya pie vitu mali ya raia, na wale watu wenye wako na pia haiko Watusi. Ndio maana tunapaswa fundisha raia yetu iachane na ifundishe aba babiana wenye bako pamoja na FDLR, babiana wenye bako na danganyiwa na Felix Tshisekedi na wenye wanadanganywa na Ndayishimiye, watoke kwa poli wakuje tujenge. Niko na raha kubwa kwa hii safari ambayo liwali wa jimbo alifanya kutembelea mtaa wa Masisi. Kulikuwa shida ambazo zilisaidia kutatua. Kulikuwa mambo mengine ambayo yalikuwa na stahili tu yaone hata hadharani na kuleta mabadiliko. Mimi nilifurahi sana. Kazi ambayo nilipewa na uongozi wa chama ni kutembelea raia, ni kujua shida za raia. Sio kazi ya ofisi. Kazi ya ofisi tunaifanya, lakini tunaifanya siku 2 kwa wiki. Siku zingine ni siku za tere. Nikizunguka mitaa yote ndipo najua shida za raia. Ndipo na raia wanatoa
wanatoa ile boga ambayo walikuwa nayo inaisha, wanaanza ona kuwa viongozi ni wale wanaowasogelea. Hii kuzunguka mitaa na mitaa ni njia ambayo ilitusaidia kusudi raia watusikie. Tunabaki mashariki mwa Kongo, jimboni Kivu ya Kusini. Upungufu wa maji safi ya kunywa umeikumba kijiji cha Mkwija katika kikundi cha Mbinga Kaskazini, wilaya ya Kalehe. Jumuiya mpya ya asasi za kiraia za Kongo imezitaka mamlaka kuchukua hatua kuhusu hatari ya magonjwa ya maji kutokana na hali hiyo. Inatoa wito wa uingiliaji wa haraka ili kurejesha upatikanaji wa maji safi na kuzuia janga la kiafya. Uhaba wa maji safi umeonekana katika kijiji cha Mkwija na kando kando mkoani Mbinga Nord mtani Kalehe ndani ya province ya Sud Kivu, na zaidi ndani ya maaveni zifuatavyo: Aveni Kamerogosa 1 et 2 na ndani ya Aveni Marcel Costier D. Ndani ya hizo maaveni watu wakubwa kama vile watoto wamo katika hatari ya kushikwa na magonjwa ya mikono michafu, magonjwa ya kuhaha na menginepo. Mezosi, jua imeonekana kuwa makali, amplis vumbi ni nyingi kila mahali. Shirika lipe la rahia latoa mwito kwa wakubwa wahusika na afya, kwa mashirika za kiserikali na zisizo za kiserikali zinazohusika na ujenzi ya maji au marobine na ugawanyaji ya maji safi, kwa medecin chef de zone Paminova wote kujihusisha na kujia kimsaada wakaaji wa kijiji cha Mkwija na zaidi ndani ya zile maaveni, ili kujengwe marobine mahali hazipo, na zile ambazo zimeonekana kubomoka zijengwe upya na kupatikane maji kwa wakati, kwa kuepusha wakaaji na magonjwa ambayo inaweza wapate, sababu ni heri kukinga kuliko kutibu. Na daraja la Kavimvira lililopo katika mji wa Uvira jimboni Kivu Kusini limeanguka leo tarehe 16 Juni kulingana na vyanzo vya eneo hilo. Lori lilikuwa likivuka daraja hilo wakati wa tukio hilo. Kuporomoka huko kumesababisha kusitishwa kwa mawasiliano ya barabara kati ya pande mbili za mji. Daraja hilo linachangia biashara ya mipakani ya Uvira. Kwa nyuma. Mungwa nchanje ya mingi sana. Huko mwenye alikuwa pale chini. Kosa walikuwa washaiua. Mtaangushana kwa chini. Niko sikumuliwa hata sikumana mbaya. Hapa ni pasi mbaya. Ndio anavunjika huyu. Anavunjika mbaya sana. Mbaya. Alikuwa anasagi kichwa. Bima. Soka. Huko jimboni Ituri, hatua mpya imefunguliwa baada ya makabidhiano ya madaraka huko Bunia Jumatatu tarehe 15 Juni. Luteni Jenerali Johnny Luboya Nkashama alikabidhi rasmi uongozi wa jimbo hiyo chini ya hali ya dharura kwa Jenerali Gabi Mulumba Kasongo baada ya miaka 5
ya utawala, gavana anayemaliza muda wake alisitiza changamoto za usalama zinazoendelea kusababishwa na makundi ya silaha na usimamizi wa mgogoro ya kiafya, hasa mlipuko wa Ebola kama baadhi ya changamoto kuu za kipindi chake. Une nouvelle page s'ouvre pour l'Ituri. C'est désormais le général-major Gabi Mulumba Kasongo qui préside aux destinées de la province. La cérémonie officielle de remise et de prise s'est déroulée ce lundi au gouvernorat sous l'œil attentif de Max Nissan Amadé, chargé de mission du chef de l'État pour la médiation et la résolution des conflits dans la région. Après la lecture du procès verbal par l'inspecteur territorial, le nouveau chef de l'exécutif provincial a tenu à saluer le travail accompli par son prédécesseur, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. Conscient des défis sécuritaires qui l'attendent, le général-major Gabi Mulumba appelle à l'unité. Excellence, au moment où vous me transmettez officiellement les charges de la province de l'Ituri, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour le travail accompli durant votre mandat à la tête de cette entité. Dans un contexte souvent exigeant, complexe, marqué non seulement par l'insécurité, mais aussi par la maladie à virus Ebola, vous avez assumé avec dévouement et le sens élevé de l'État les responsabilités qui vous ont été confiés. Je voudrais également saluer votre disponibilité. De son côté, le gouverneur sortant a été recevé de plein succès à son successeur. Merci beaucoup, bonne chance. Vous avez un nouveau chef, obéissez-le. Ce que vous faisiez avec moi, faites-le avec lui aussi. Obéissez-le. Signalons que le général-major Gabi Mulumba Kasongo devient ainsi le 4e gouverneur de l'Ituri depuis l'avènement du démembrement provincial. En 2015, une photo de famille et une visite guidée du complexe administratif ont clôturé cet événement. Sasa za kisiasa, Seneta Salomo Idi Kalonda Dela amemwomba Rais Felix Tshisekedi Chilombo kuondoa mswada wa sheria kuhusu kuandaa kura ya maoni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema mswada huo ni kosa la historia na unaweza kufungua njia ya kubadilisha katiba. Katiba barua ya tarehe 15 Juni mwaka huu anaonya kuhusu hatari ya ukosefu wa utulivu wa kisiasa na kiusalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je m'adresse directement au chef de l'État en tant que chef de cette majorité et aussi garant de cette même constitution qu'on veut changer. Parce que la division est faite d'un côté à Kinshasa, de l'autre à Goma. Et c'est le moment choisi par cette majorité pour nous amener une loi référendaire qui nous amène tout droit vers le changement de la Constitution. Non, on ne peut pas accepter. Voilà pourquoi j'interpelle le chef de l'État. Lui, il a un nom, Tshisekedi. Il porte cet héritage de Tshisekedi Wamulumba, des 13 parlementaires. Ils se sont battus pour qu'au Congo, plus jamais qu'il y ait la dictature. Vous avez vu ce qui s'est passé le 12 juin. Les gens voulaient manifester pacifiquement, mais on retombe sur de morts. Mais pourquoi refuser l'adoption, la promulgation d'une loi référendaire? Notre pays est divisé. On ne peut pas aujourd'hui chercher à changer cette constitution. La priorité, c'est la paix. La priorité, c'est que le pays soit un. Et il n'y a qu'une seule voie. C'est le dialogue inclusif. Nous nous sommes battus, lui et nous ensemble, pour qu'on ne change pas cette constitution. Parce que ça représentait notre pacte républicain. On a oublié aussi, on a oublié des rêves, c'est pas loin. Le sang du peuple congolais a s'écoulé. Soit ça sera lui qui aura liquidé l'héritage démocratique de notre pays, soit dans un moment décisif comme celui-là, il aura choisi la patrie plutôt que le pouvoir. Donc le chef de l'État ne doit pas promulguer cette proposition de loi. Effectivement, voilà pourquoi je m'adresse directement au chef de l'État. Le président de la République peut choisir de rester du côté du peuple.
et donc refuser cela. Il peut choisir de rester du bon côté de l'histoire et il peut choisir de sortir par la grande porte. Le sénateur Idi Kalonda Salomon, interrogé par Eric Ambago. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique. Pendwa mtazamaji wa Kivu Morning Post TV, ni pamoja na habari hizo za kisiasa ndio tunakomesha habari za leo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tunakushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane kwa habari zingine.